Karibu kwenye habari za ulimwengu. Taifa la Korea Kaskazini limeongeza tena presha katika siasa za kimataifa baada ya kufanya majaribio mapya ya makombora kutoka kwenye meli mpya ya kivita. Hatua hii imeonekana kama ishara ya wazi kwamba taifa hilo linaendelea kuimarisha uwezo wake wa kijeshi huku likituma ujumbe mkali kwa maadui wake wa muda mrefu. Majaribio hayo yamefanyika chini ya uangalizi wa kiongozi wa nchi hiyo Kim Jong-un, ambaye ameshuhudia uzinduzi wa makombora hayo kutoka kwenye meli mpya ya kivita iliyojengwa hivi karibuni. Serikali ya Pyongyang imesema kuwa hatua hiyo ni sehemu ya mpango mpana wa kuimarisha jeshi la majini. Kwa mujibu wa taarifa za serikali ya Korea Kaskazini, meli hiyo mpya imeundwa kwa uwezo wa kubeba na kurusha silaha za kimkakati, zikiwemo silaha zinazoweza kubeba vichwa vya nyuklia. Hali hii imeongeza wasiwasi mkubwa kwa mataifa ya magharibi na washirika wao barani Asia. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanasema kwamba hatua ya kuimarisha makombora yenye uwezo mkubwa baharini ni mkakati wa kuongeza uwezo wa kushambulia kutoka maeneo tofauti, jambo ambalo linafanya iwe vigumu kwa maadui kuzuia au kudhibiti mashambulizi. Serikali ya Pyongyang imeeleza kuwa jeshi la majini litakuwa sehemu muhimu ya mkakati mpya wa ulinzi wa taifa hilo. Mpango huu unalenga kuongeza idadi ya meli za kivita pamoja na mifumo ya kisasa ya makombora. Katika hotuba yake baada ya majaribio hayo, Kim Jong-un alisisitiza kuwa taifa lake halitakubali vitisho kutoka kwa mataifa ya nje na litaendelea kuimarisha silaha zake ili kulinda uhuru na mamlaka ya nchi hiyo. Hatua hii imekuja wakati ambapo mvutano kati ya Korea Kaskazini na washirika wa magharibi unaendelea kuongezeka. Mataifa kama Marekani na Korea ya Kusini yamekuwa yakiongeza ushirikiano wao wa kijeshi katika eneo la Asia Mashariki. Wachambuzi wanaamini kwamba majaribio hayo yanaweza kusababisha majibu ya kijeshi au ya kisiasa kutoka kwa mataifa yanayopinga mpango wa silaha za nyuklia wa Korea Kaskazini. Tayari baadhi ya nchi zimeanza kutoa matamko ya kulaani hatua hiyo. Aidha, wataalamu wa usalama wa kimataifa wanaonya kuwa kuongezeka kwa uwezo wa kijeshi wa Korea Kaskazini katika bahari kunaweza kubadilisha mizani ya nguvu katika ukanda wa Asia, hasa katika bahari ya Pacific. Kadri taifa hilo linavyoendelea kujaribu silaha mpya na teknolojia za kijeshi, dunia inaendelea kufuatilia kwa karibu hatua zake. Wengi wanaona kuwa kila jaribio jipya linaongeza hatari ya kuibuka kwa mgogoro mkubwa wa kijeshi katika eneo hilo la dunia. Mimi ni Isaac Samuel na hii ni Vision TV.